Agosti 7 hadi 12 mwaka 2008 katika kipindi cha chini ya wiki moja tu. Dunia ilishuhudia mzozo wa kijeshi uliogeuka kuwa onyo la wazi la Urusi kwa mataifa ya zamani ya Umoja wa Kisovieti na kwa NATO. Huko katika milima ya Caucasus, taifa dogo la Georgia lilijikuta likikabiliana na nguvu ya kijeshi ya Russia. Vita hivyo vilifumuka ghafla, vikahusisha migogoro ya muda mrefu ya kikabila, maslahi ya kisiasa ya kimataifa na vita vya kijasusi. Mgogoro huo haukuanzia mwaka 2008 yenyewe. Mizizi yake ilianzia mwaka 1990 baada ya kuvunjika kwa Umoja wa Kisovieti. Ndani ya Georgia, majimbo ya South Ossetia na Abkhazia yalitaka kujitenga na kujiunga na Russia. Georgia kwa upande wake ilikataa katakata. Na baada ya Georgia kujitokeza wazi kutaka kujiunga na NATO na kuwa karibu na mataifa ya magharibi, Russia ilianza kuonyesha ukali wa kidiplomasia na hatimaye wa kijeshi. Basi bwana, tarehe 7 Agosti mwaka 2008, wakati dunia ikielekeza macho yake huko Beijing kwenye ufunguzi wa michezo ya Olympic, Georgia ilianza mashambulizi ya kijeshi dhidi ya South Ossetia, ikidai inalenga kuzuia waasi. Lakini hatua hiyo ikageuka na kuwa mwaliko wa kivita. Siku iliyofuata Russia ilijibu kwa nguvu kubwa, ikituma maelfu ya wanajeshi, vifaru, ndege za kivita na mizinga kuingia South Ossetia kupitia mpaka wake. Ndani ya masaa machache Georgia ilianza kupoteza udhibiti wa maeneo, na majeshi ya Russia yalikuwa yakisonga mbele hadi ndani ya ardhi ya Georgia yenyewe. Russia ilitekeleza kile ambacho kilichoonekana kama operation ya kushtukiza yenye mafanikio zaidi. Ilitumia mashambulizi ya anga kulenga miundombinu ya kijeshi ya Georgia. Vikosi vya ardhini vilipitia mji wa Gori na maeneo mengine ya kimkakati, huku Russia ikidai kwamba inawalinda wananchi wa Ossetia walio wengi wao ni Warusi wa asili au waliopewa uraia wa Urusi. Na Georgia ilijikuta ikizidiwa haraka, licha ya juhudi za kutafuta msaada wa kimataifa. Mataifa ya magharibi hasa Marekani na Umoja wa Ulaya walilaani vikali uvamizi huo, lakini hayakuwa tayari kuingilia kijeshi, na badala yake walisi pande zote kusitisha mapigano. Na rais wa Ufaransa wa wakati huo, Nicolas Sarkozy, alisafiri haraka kwenda Moscow na Tbilisi ili kusaidia kupatikana kwa makubaliano ya kusitisha vita tarehe 12 Agosti mwaka 2008. Na wakati huo Russia ilikuwa tayari imechukua udhibiti kamili wa South Ossetia na Abkhazia, na baadaye ikazitangaza kama nchi huru, hatua ambayo haikutambuliwa na mataifa mengi. Georgia ilipoteza udhibiti wa maeneo hayo pamoja na miundombinu mingi ya kijeshi. Uhusiano kati ya Russia na magharibi uliingia kwenye hali ya tahadhari kubwa. Vita hivi vilionyesha jinsi Russia ilivyo tayari kutumia nguvu kuzuia upanuzi wa NATO huko mashariki. Kwa wengi vita vya Georgia vilikuwa onyo la kwanza la kile kilichokuja baadaye nchini Crimea mnamo mwaka 2014 na Ukraine mwaka 2022. Vita vya Georgia na Russia si tu vilikuwa pambano la kijeshi, bali pia ujumbe wa kisiasa na kistrategia. Katika kipindi cha chini ya wiki moja tu, dunia iliona jinsi taifa dogo lilivyokumbana na nguvu ya kijeshi ya Russia, na ukimya wa mataifa ya magharibi ulivyochangia kuhalalisha hatua ya Russia.
Mpaka leo South Ossetia na Abkhazia bado zinabaki kwa maeneo yenye utata, na kumbukumbu ya vita hivyo inaendelea kwa kivuli kinachozunguka siasa za Caucasus na mipaka ya NATO. Hadi leo Georgia haijachukuliwa rasmi kwa mwanachama wa NATO, japo imepewa hadhi ya aspirant country, yani nchi inayotarajiwa kujiunga. Mimi naitwa Ananias Edgar.